Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amesema yuko tayari kuwajibishwa na mahakama ya kimataifa inayoshughulikia uhalifu wa kivita na kibinadamu ICC anakozuiliwa kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na operesheni yake katili dhidi ya watu waliokuwa wanatuhumiwa kutumia dawa za kulevya au kwenye biashara hiyo alipokuwa madarakani. ICC inasema ina ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashtaka kiongozi huyo, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakikadiria kuwa maelfu ya watu waliuawa katika kampeni hiyo kupambana na dawa za kulevya nchini Ufilipino. Beldin Waleula na taarifa zaidi. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte anazuiliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kule The Hague. Duterte anazuiliwa baada ya mahakama ya ICC kutoa waranti kukamatwa kwa tuhuma za mauaji na uhalifu wa kibinadamu wakati akitekeleza vita vyake dhidi ya dawa za kulevya. Karim Khan ni mwendesha mashtaka katika mahakama ya ICC na amekuwa akichunguza tuhuma hizo nchini Ufilipino. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time. Ofisi yangu imekuwa ikichunguza hali nchini Ufilipino kuhusiana na vita dhidi ya dawa za kulevya. Mwezi uliopita, chini ya uangalizi wa naibu mwendesha mashtaka mkuu Mandiae Niang, timu hiyo iliwasilisha ombi na kupata waranti ya kumkamata bwana Duterte. Majaji hao waliidhinisha waranti hiyo na sasa imetekelezwa. Na kwa kutoa waranti hiyo, majaji walishawishika kuwa Duterte alitenda kosa la mauaji na alikuwa mwanzilishi wa kundi lilohusika na mauaji mjini Davao wakati alipokuwa meya wa mji huo wa Davao na pia wakati alipokuwa rais wa Ufilipino. The president of the Philippines between 2011 and 2019. Wakati wa utawala wa Duterte kuanzia mwaka 2016 hadi 2022, zaidi ya walanguzi wa dawa za kulevya 6,000, watumizi wa dawa hizo na wahusika wengine waliuawa katika kampeni ya kukabiliana na dawa za kulevya nchini humo. Katika kanda ya video iliyochapishwa mitandaoni, Duterte amesema atawajibikia matendo yake akiwa rais. Nimekuwa nikiwaambia polisi, jeshi kuwa ilikuwa kazi yangu na nitawajibika. Na hivyo ndivyo itakuwa. Kwa yale yaliyofanyika zamani, ni mimi ndio niliongoza kutekelezwa kwa sheria hiyo. Nilisema nitawalinda na nitawajibika. Najua taratibu hizi za kisheria zitachukua muda mrefu, ila na wahakikishia nitaendelea kulihudumia taifa letu. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC inasema inaamini kwa Duterte ana mashtaka ya kujibu kwa kuhusika kwake moja kwa moja au vinginevyo katika kampeni ya vita dhidi ya dawa za kulevya vilivyosababisha maelfu ya watu kuuawa. Akipelekwa kizuizini katika mahakama huko The Hague, wafuasi wake walikuwa wamekusanyika karibu na mahakama hiyo wakiwa wamebeba bendera za taifa hilo wakipaza sauti na kusema mrudisheni nyumbani. Duterte atazuiliwa katika jela ndogo zilizoko katika mahakama ya ICC hadi atakapofikishwa mahakamani siku chache zijazo. Makamu wa rais wa Ufilipino Sara Duterte alitaja hatua ya babake kusafirishwa hadi mjini The Hague kama ukandamizwaji na mateso. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano aliweka ushuru mkubwa wa 25% kwa chuma na aluminium zinazoingizwa Marekani, sera inayolenga kusawazisha uwanja sawa wa uzalishaji. Lakini hatua hiyo inayotishia kuongeza bei ya bidhaa nyingi za watumiaji wa bidhaa za viwandani kwa Marekani imekuwa na mapokeo tofauti. Umoja wa Ulaya uliopigwa kwa mara ya kwanza na ushuru wa juu zaidi wa Marekani tangu Trump arejee ikulu ya White House ulilipiza kisasi ndani ya muda mfupi, ikiwa ni hatua za kukabiliana na mauzo ya bidhaa za Marekani. Na msikilizaji, na kama ulivyosikia hapo, lakini hiki anachokifanya Rais Trump kinachukuliwa vipi na Wamarekani wenyewe? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Mobelo wa Bandio. Bado kuna uoga sana, sema kujawa na tofauti kubwa sasa ya bei ambayo inatokana na hizi tariffs, kwa sababu zile ambazo zingetakiwa kutuathiri mara moja zilikuwa ni zaidi kutoka Canada na Mexico, ambako baadaye zikuja zikasimamishwa ama zikaahirishwa. Lakini tunajua fika kwamba tuliambiwa ndani ya juma lile kama zingeendelea kuwepo kufikia Ijumaa tungeanza kulipa vitu vingi kwa bei kubwa zaidi, kwa sababu ingegharimu vile vitu kuweza kuingia, ingegharimu pesa zaidi. Kwa hiyo bado tujaona vitu moja kwa moja vikiathiri kama ambavyo kulingana na hizi
hizi tozo ambazo zinawekwa, makodi ambayo anakuwa anaitoza, lakini hakuna ambaye ametulia hivi sasa, kwa sababu bado kuna uoga wa bei ya vitu itapanda kiasi gani iwapo tutaanza kuathiriwa na haya maamuzi yake. Pengine kwa faida ya msikilizaji, mfafanulie nia hasa na makusudi ya sera hizi za Trump za kibiashara na kiuchumi. Anakusudia nini hasa? Yeye anasema kwamba anataka hakikishe kwamba vitu vingi vinatengenezwa hapa Marekani. Kwa hiyo anawalazimisha wale watu kusema kwamba kama utatengenezea nje kuingiza ndani ya nchi, tutakuchaji 25% zaidi. Na sasa hivi amesema kwamba tutatoza 200% zaidi. Kwa hiyo itakuwa nafuu kwa wale watu kuhamishia viwanda nchini Marekani na kuweza kuzalisha kuliko kuzalishia nje na kuweza kuingiza. Lakini changamoto ni kwamba kama hawatofikia uamuzi huo mapema, ama kwa muda ambao bado atakuwa anaendelea kuzalishia kule, na maana anayeumia atakuwa ni mwananchi wa kawaida. Lakini pia swali jingine ni kwamba vipi kama wataamua sasa kutuhamishia vitu nchini Marekani, kwa sababu kuzalisha vitu nchini Marekani, gharama tu ya chini ya uzalishaji nchini Marekani ni kubwa sana ukilinganisha na kuzalishia nje. Kwa hiyo upo uwezekano kuna ambao hawataona hata haja kuweza kuhamishia viwanda vyao nchini Marekani, kwa hiyo bidhaa zinaweza zikakosekana kabisa. Haya mashambulizi yake ya karibu kila siku kwa nchi washirika Canada, Mexico na sasa Umoja wa Ulaya, pengine ingeeleweka kidogo kwenye China ambao huwa ni mahasimu wa kibiashara wa Marekani tangu jadi. Iwapo havitokwenda jinsi yeye mwenyewe anavyovitarajia, itakuwa na athari gani kwa muda mrefu kwa uchumi na biashara za Marekani? Nafikiri kwanza siku za mwanzo kwa kuna uoga sana, watu wengi walikuwa wanaogopa, lakini sasa hivi unaanza kuona kama vile wamehisi ni mtu ambaye anasema pengine kuliko kutekeleza. Yeye mwenyewe na hata waziri wake amesema kwamba watu hawamheshimu Rais Donald Trump. Kwa hiyo kama wao wamehisi kwamba hawamheshimu, anataka kutumia hii kama njia ya kuweza kuheshimiwa, kama haitofanya kazi, na maana atakuwa amepoteza heshima kwa miaka yote 4 ambayo atakuwa amebakia, kama ataweza kuimaliza kwa salama. Kwa hiyo nafikiri kwa muda mrefu, kwanza kama hatofanikiwa katika hili, ina maana heshima yake itashuka, lakini pia watu wanaangalia kwamba je, mataifa mengine wanaweza wakaungana kwa namna nyingine au kutafuta njia mbadala ya kuwa taifa kubwa lenye nguvu zaidi duniani, kwa sababu Marekani anazidi kujitenga. Na ndipo ambapo watu pia hapa nchini Marekani wanaanza kuwa na wasiwasi kwamba inawezekana Marekani ikapoteza ushawishi na hata nguvu ya kiongozi wa dunia, kwa sababu mataifa mengine wanaweza kuizunguka na kuweza kufanya vitu tofauti. Kwa hiyo Marekani, watu ndani ya nchi, kuna swala zima la gharama, lakini pia kuna wale ambao wanahofia kwamba tutapoteza nafasi ambayo amekuwa nayo kama kiongozi katika mambo mbalimbali duniani. Anapata uungwaji mkono kutoka kwa kampuni za Marekani kwa hiki anachokifanya? Si kwa asilimia kubwa. Yapo baadhi ya makampuni ambayo yamesema kwamba yanaunga mkono, lakini si kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu hivyo unapozungumzia vitu kama aluminum pamoja na steel, hii gharama inakuwa kubwa sana. Sisi wengine, kwa mfano mimi ambaye ninashughulika na uzalishaji wa vipuri vya ndege, sasa hivi tuko nyuma sana katika uzalishaji, kwa sababu vifaa haviwezi kupatikana kwa sababu ya uadimu wake. Kwa hiyo hata delivery ambazo zitakiwa zifanyike kwenye mashirika ya hapa ndani, na inaleta changamoto kwa sababu tu ya haya masharti ambayo yamewekwa. Kwa hiyo hii imeathiri sana uzalishaji katika viwanda, lakini pia anakwenda kuathiri hata katika masuala ya ukulima. Na kwa bahati mbaya sana aliingia kama rais ambaye ataweza kuwatetea wakulima na wazalishaji, na hii alionekana kwenda kama ambavyo alitarajia. Kwa hiyo wao wanasema kwamba watu wavumilie hivi sasa, hivi baadaye mambo yanaweza kanyoka. Naam, ni mchambuzi Muberwa Bandio katika mahojiano na Caro Robi. Kwingineko ni kwamba kiongozi wa eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, Getachew Reda, ameiambia BBC kwamba utawala wake utahakikisha umedumisha utulivu licha ya vikosi vinavyopingana vinavyotaka kuchukua udhibiti wa baadhi ya maeneo.